Hizi ni ajali kuu zilizowahi kutokea duniani na kubadilisha mfumo mzima wa maisha. Namba 1 ni maafa ya Bhopal nchini India mwaka 1984. Sababu kuu ni kuvuja kwa gesi yenye sumu kutoka kiwanda cha kemikali. Vifo: takribani watu 3,000 hadi 8,000 walifariki ndani ya siku chache za kwanza, huku jumla ya vifo vinavyohusishwa na ajali hiyo vikikadiriwa kufikia 15,000 hadi 25,000 kwa miaka iliyofuata. Walioumia zaidi ya watu 5,000. Maafa ya Bhopal ni ajali kubwa ya viwandani iliyotokea mjini Bhopal, India, usiku wa tarehe 2 hadi 3 Disemba 1984, baada ya gesi yenye sumu kuvuja kutoka katika kiwanda cha kutengeneza viuatilifu. Inachukuliwa kuwa miongoni mwa majanga mabaya zaidi ya viwandani duniani kutokana na idadi kubwa ya waliofariki, waliojeruhiwa na athari za muda mrefu kwa afya na mazingira. Kilichotokea usiku huo: kiasi kikubwa cha methyl isocyanate na gesi nyingine zenye sumu kilivuja kutoka kwenye kiwanda kilichokuwa kinamilikiwa na Union Carbide India Limited. Gesi ilienea haraka katika maeneo ya makazi yaliyokuwa karibu na kuwafanya maelfu ya watu kukumbwa na matatizo makubwa ya kupumua, kuwashwa kwa macho na madhara mengine ya kiafya. Idadi halisi ya vifo inabaki kuwa suala la mjadala, lakini makadirio mbalimbali yanaonyesha kuwa maelfu walifariki ndani ya siku za kwanza, huku wengi zaidi wakifariki katika miaka iliyofuata kutokana na athari za kiafya. Watu mamia ya maelfu waliathirika kwa namna mbalimbali. Athari na umuhimu: janga hili liliacha urithi wa muda mrefu na magonjwa ya mfumo wa upumuaji, matatizo ya macho, madhara ya neva na changamoto nyingine za kiafya kwa manusura. Pia kulikuwa na wasiwasi kuhusu uchafuzi wa mazingira katika eneo la kiwanda. Maafa ya Bhopal yamekuwa mfano muhimu duniani wa umuhimu wa usalama wa viwanda, usimamizi wa kemikali hatari, mipango ya kukabiliana na dharura na uwajibikaji wa makampuni. Mijadala ya kisheria na urithi: baada ya ajali kulikuwa na kesi za muda mrefu kuhusu fidia, uwajibikaji wa makampuni na usafirishaji wa eneo. Tukio hili lilichochea mageuzi katika sheria na kanuni za usalama wa viwanda nchini India na katika nchi nyingine, na linaendelea kusomwa kama somo muhimu katika uhandisi wa kemikali, usimamizi wa hatari na sera za afya ya umma. Kumbukumbu ya maafa hayo bado ina nafasi kubwa katika historia ya India na katika mijadala ya kimataifa kuhusu usalama wa viwanda. Namba 2, ajali ya treni ya Bihar. Sababu ya ajali: treni ilianguka kwenye mto baada ya mafuriko na hali mbaya ya reli. Vifo: takribani watu 800 hadi 1,000. Ilikuwa mojawapo ya majanga mabaya zaidi ya reli katika historia ya India. Mnamo tarehe 6 Juni 1981, treni ya abiria ilipata ajali ilipokuwa ikivuka daraja juu ya mto Bagmat karibu na Badlagat, jimboni Bihar, na mabehewa kadhaa yakatumbukia mtoni. Kilichotokea: treni hiyo ilikuwa ikisafirisha zaidi ya abiria 800 kutoka Mansi kuelekea Saharsa. Mabehewa 7 kati ya 9 yaliripotiwa kutoka nje ya reli na kuanguka ndani ya mto Bagmat, jambo lililofanya shughuli za uokoaji kuwa ngumu kutokana na maji yenye kina na mkondo mkali. Chanzo cha ajali: sababu halisi haikuwahi kuthibitishwa. Ripoti mbalimbali zimependekeza nadharia tofauti, zikiwemo kimbunga au mvua kubwa zilizoharibu hali ya reli au daraja, mafuriko ya ghafla yaliyodhoofisha miundombinu, hitilafu ya breki au sababu nyingine za kiufundi. Baadhi ya simulizi pia zimedai dereva alijaribu kukwepa ng'ombe aliyekuwa kwenye reli, lakini maelezo hayo hayajathibitishwa rasmi na yanabaki kuwa moja tu ya nadharia zilizoripotiwa. Madhara yake: serikali ilitangaza idadi rasmi ya vifo kuwa 235, lakini makadirio mengine yanaweka idadi hiyo kati ya zaidi ya 500 hadi karibu 800, kwa sababu watu wengi walitoweka kwenye maji na haikuwezekana kuwapata wote. Tukio hili linaendelea kutajwa kama idadi mbaya zaidi ya reli kuwahi kutokea nchini India kwa idadi ya vifo vinavyokadiriwa. Umuhimu wa kihistoria: ajali hii ilionyesha changamoto za usalama wa reli na ugumu wa uokoaji wakati wa majanga ya asili.
Pia imeendelea kuwa sehemu muhimu ya historia ya usafiri wa reli nchini India na kutajwa mara kwa mara katika mijadala kuhusu usalama wa reli na usimamizi wa dharura. Namba 3. Ajali ya ndege ya Tenerife. Sababu ya ajali: mawasiliano yasiyoeleweka kati ya marubani na mnara wa kuongozea ndege pamoja na ukungu mzito. Vifo ni watu 583 na ndiyo ajali mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa ndege. Ajali ya ndege ya Tenerife ilikuwa mgongano wa ndege mbili aina ya Boeing 747 uliotokea tarehe 27 Machi mwaka 1977 katika uwanja wa ndege wa Los Rodeos, sasa ni Tenerife North Airport nchini Uhispania. Inasalia kuwa ajali mbaya zaidi katika historia ya usafiri wa anga kwa idadi ya vifo, ambapo watu 583 walifariki na 61 walinusurika. Kilichotokea: ndege za KLM Flight 4805 na Panam Flight 1736 zilikuwa zimeelekezwa kutua Tenerife baada ya mlipuko wa bomu katika uwanja wa ndege wa Gran Canaria kusababisha usumbufu wa safari. Msongamano wa ndege, ukungu mzito na matumizi ya barabara moja ya kurukia kwa kutembea na kuruka vilitengeneza mazingira hatari. Wakati ndege ya KLM ilipoanza kuruka ikiamini imepewa kibali, ndege ya Panam ilikuwa bado ipo kwenye barabara hiyo na mgongano ukatokea. Sababu za ajali: uchunguzi ulibaini kuwa ajali ilisababishwa na mfululizo wa makosa badala ya kosa moja pekee. Sababu kuu zilijumuisha kutokuelewana katika mawasiliano ya redio, ukungu uliopunguza muonekano na uamuzi wa rubani wa KLM kuanza kuruka kabla ya kupata kibali cha wazi cha kuondoka. Uchunguzi pia ulionyesha umuhimu wa mawasiliano sahihi kati ya marubani na waongozaji wa ndege pamoja na ushirikiano kati ya chumba cha marubani. Ajali hii ilibadilisha kwa kiasi kikubwa taratibu za usalama wa anga duniani. Mashirika ya ndege yalisisitiza matumizi ya misemo sanifu ya mawasiliano ya redio, yakaimarisha mafunzo ya Crew Resource Management CRM ili kuruhusu wafanyakazi wote wa chumba cha marubani kutoa maoni na kupinga maamuzi yasiyo salama, na kuboresha taratibu za udhibiti wa ndege ardhini. Mafunzo yaliyotokana na tukio hili bado ni sehemu muhimu ya elimu ya marubani na wachunguzi wa ajali za anga. Namba 4. Ajali ya meli ya MV Dona Paz. Sababu ya ajali ni mgongano kati ya meli ya abiria na tenka ya mafuta uliosababisha moto mkubwa. Vifo ni takribani watu 4386 na hii ndiyo ajali mbaya zaidi ya meli ya abiria katika nyakati za kisasa. Ajali ya MV Dona Paz ilikuwa maafa ya baharini yaliyotokea nchini Ufilipino tarehe 20 Disemba mwaka 1987 wakati feri ya abiria ilipogongana na tenka ya mafuta MT Vector katika mlango wa Tablas. Inatambuliwa kwa ujumla kama janga baya zaidi la baharini wakati wa amani katika historia, huku idadi ya waliopoteza maisha ikikadiriwa kufikia zaidi ya watu 4300. Kilichotokea: MV Dona Paz ilikuwa ikisafiri kutoka Tacloban kuelekea Manila ilipogongana na MT Vector usiku huo. Tenka hiyo ilikuwa imebeba kiasi kikubwa cha mafuta ya petroli ambayo yalishika moto mara baada ya mgongano. Moto ulienea haraka hadi kwenye feri na meli zote mbili ziliteketea na kuzama ndani ya muda mfupi. Sababu na mazingira: uchunguzi ulionyesha kuwa kulikuwa na mambo kadhaa yaliyochangia ukubwa wa janga hilo. Ripoti zilisema MV Dona Paz ilikuwa imebeba abiria wengi zaidi kuliko uwezo wake rasmi, huku maelfu wakidaiwa kutokuwa kwenye orodha rasmi ya wasafiri. Pia MT Vector ilibainika kuwa haikuwa katika hali inayokidhi mahitaji ya uendeshaji salama, jambo lililochangia kuwajibishwa kwake katika uchunguzi rasmi. Madhara yake ni watu 26 pekee waliookolewa kutoka kwenye maji, huku makadirio ya vifo yakifikia takribani 4385 hadi 4386, ikiwa ni pamoja na karibu wote waliokuwa ndani ya MV Dona Paz na wengi wa wafanyakazi wa MT Vector. Tukio hili lilisababisha maombolezo makubwa nchini Ufilipino,
na kuibua mjadala kuhusu usalama wa usafiri wa baharini, udhibiti wa idadi ya abiria na utekelezaji wa kanuni za usafirishaji. Urithi. Ajali ya MV Dona Paz bado hutajwa kama mfano muhimu wa athari zinazoweza kusababishwa na msongamano wa abiria, mapungufu ya usalama wa baharini na usimamizi dhaifu wa vyombo vya usafiri. Kumbukumbu za wahanga zimewekwa katika maeneo kadhaa nchini Ufilipino, ikiwemo bustani ya kumbukumbu ya mjini Catbalogan.